wote ni wazazi wetu sisi kwa nasaba. Kwa hiyo ukizungumzia historia ya muungano wetu ni lazima uzungumzie historia ya watu katika eneo hili. Kabla ya ukoloni, lugha tunayoitumia leo, lugha ya adhimu ya Kiswahili, imeweza kuwepo tangia kipindi hicho. Anthropolojia ya lugha inatuambia Kiswahili cha leo tunachokizungumza kimeshawahi kuwa na lahaja mbalimbali. Lahaja ya Kiunguja ambayo ndio lahaja mama mpaka sasa hivi tunaizungumza, ya Kintang'ata na zingine nyingi ambazo zimetumika. Kwa hiyo Kiswahili hiki tunachokitumia leo kinachotuunganisha ni lugha ambayo ni ya asili kwetu sisi Watanganyika, Wazanzibari ambao ndio Watanzania. Hatukuwahi kuilazimisha, hatukuikopa sehemu, ilitokana na mtindo wetu wa maisha wa kuingiliana sisi kwa sisi, biashara zetu, tamaduni zetu na mambo mbalimbali. Nikiuliza hapa ndani watu neno chumvi kwa asili yao wanahitaji, sio chini ya makabila 12, lugha hii itafanana. Umonyo, si ndio? Monyo. Kwa hiyo misamiati hii iliyopo, neno kupiga itafanana, kutema, mtemi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili pia ni sehemu ya historia ya muungano wetu, kwa sababu imekuwa ni chachu ya kutuona sisi wote ni watu wamoja. Lakini kipindi cha ukoloni, Tanzania imepitia kipindi cha ukoloni katika zama mbili. Zama ya kwanza ni ukoloni wa kipindi cha Mjerumani ambacho kiligawa sehemu yetu ya sasa Tanzania kwa muungano, Zanzibar wakiwa chini ya Mwingereza, Tanganyika tukiwa chini ya Mjerumani. Na baadaye, baada ya vita ya kwanza ya dunia, Mwingereza akatawala na alitawala pande zote za muungano, huku tukiwa koloni chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, lakini Zanzibar likiwa koloni chini ya ulinzi kwa niaba ya sultani. Sasa watu wetu na sisi wa Tanzania kwa kipindi hicho hatukuacha kuingiliana, bado tuliendelea kuwa watu wamoja kwa maana ya biashara, huduma, hata mitindo ya maisha. Sasa harakati zetu za uhuru pia zilifanana. Kisoma historia inaonyesha wapigania uhuru wetu wa pande zote mbili walikuwa wakikutana katika mikutano mbalimbali wakizungumzia swala la uhuru wa Afrika, uhuru wa nchi zao. Kwa bahati nzuri, Tanganyika ilipata uhuru kabla ya nchi zingine Jumuiya ya Afrika Mashariki, na katika mlengo huo huo muasisi wa nchi yetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa na ndoto ya kuunganisha Afrika Mashariki kama ukanda. Alikuwa ni ndoto kubwa sana. Hata baada ya uhuru mwaka 61, mazungumzo yalikuwa yakiendelea kati ya Tanzania, Kenya, Uganda na Zanzibar. Hata uhuru ulipopatikana na nchi zingine, bado mazungumzo yaliendelea. Mwaka 63, wakati Jumuiya ya Afrika inaanzishwa, Umoja wa Afrika kule Addis Ababa, viongozi wa Afrika walienda kunia mamoja kwamba lazima kwenye mkutano huu tutoke na kitu kimoja, maazimio kwamba Afrika iwe moja. Kwa hiyo ndoto ya muungano ni ndoto ya Waafrika wote. Lakini tukijiuliza hajatimia maeneo mengine, kwetu Tanzania imetimia kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Sasa nini kimetokea? Mwaka 63 Addis Ababa, wakina Kwame Nkrumah wanasema tutoke na Afrika moja, nchi moja, rais mmoja, serikali moja na kila kitu. Lakini 63 sio nchi zote zilikuwa huru. Wengine walikuwa bado katika minyororo ya wakoloni, na hata Zanzibar ilikuwa bado katika utawala wa kisultani. Mnakuwaje na Afrika moja akati Zimbabwe hana uhuru? Mnakuwaje na Afrika moja akati Afrika ya Kusini hakuna uhuru wa watu wengi? Namibia hakuna uhuru, Msumbiji hakuna uhuru, Angola hakuna uhuru. Mnakuwaje na Afrika moja wakati wenzenu bado wako chini wanakandamizwa? Na ndio maana Tanganyika na Tanzania tukawa mstari wa mbele katika kupambania uhuru wa nchi nyingine. Hiyo bado ni dhima yetu ya dira ya umoja na muungano. Sasa baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka 64 Januari 12,
ambayo tunaendelea kuyaenzi kila uchao kwa sababu yameleta nguvu ya watu wazawa pale Zanzibar. Mzee Karume aliona ni utashi na vile vile ni wajibu wa kuunganisha hawa watu ambao tayari walishaungana. Tunapozungumzia Watanzania, sio kwamba walikuwa sio watu wamoja, walikuwa tayari ni wamoja. Lugha ilikuwa moja, tamaduni moja, mitindo ya maisha ni mmoja. Kwa hiyo muungano wetu umekuja mwaka 64 mwezi Aprili, miezi mitatu baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na baada ya muungano, nchi yetu imepitia vipindi kadhaa. Na hivyo vipindi ni vipindi vya kikatiba na kimuundo. Lazima tufahamu kwamba jitihada za uhuru Tanganyika zilifanyika na chama cha TANU, wakati kwa upande wa Zanzibar kwa chama cha Afro Shirazi ASP. Na baada ya kuungana, bado vyama hivi viwili vilikuwa ni vyama viwili tofauti. Viliendelea kuendesha shughuli zake kwa kushirikiana, lakini vikiwa na dira tofauti. Kwa maana upande mmoja Tanganyika, upande mwingine Zanzibar. Na mwaka 65 bunge maalum la katiba liliunda katiba ya mpito ya muungano, ambayo katiba ile ilienda kutamka namna na hadhi yetu ya muungano. Sasa Tanzania ni zao la kipekee katika muungano. Nimegusia hapa muungano wa Afrika ambao umeshindikana, lakini kipindi tunapata uhuru tulikuwa tayari na mabaki yaliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki tangu mkoloni, na tulianzisha mahusiano ya kijumuiya. Mwaka 67 yalishindwa, lakini sisi bado Tanganyika na Zanzibar ambao ni Tanzania tumeendelea kubaki. Dira na dhima ya viongozi ilikuwa nini? Ni ule upekee wa kutafsiri haja na maisha ya watu katika kuleta muungano. Yako mambo ambayo muungano wetu ni wa kipekee sana na watu wengine duniani wanaendelea kushangaa. Moja katika historia yetu ya muungano, na lazima tuliseme, ni muundo wa utaifa na serikali zake. Hakuna taifa la Zanzibar. Taifa ni la Tanzania, si ndio? Taifa ni moja, serikali mbili. Na Mwalimu alipoulizwa, hivi kwa nini umeamua wewe na mwenzako kwenye muungano tusiwe na serikali tatu, tusiwe na serikali moja, lakini tukawa na serikali mbili, nchi moja, serikali mbili? Mwalimu akawajibu kwamba muungano wetu sio kama miungano mingine, ni muungano wa pekee. Ili kutunza hadhi ya watu wa Zanzibar na historia yake, kulikuwa kuna umuhimu wa Zanzibar kuwa na serikali sababu ya historia yake na maisha yake. Lakini vile vile ili kuleta uchaji wa muungano na kupunguza gharama za uendeshaji wa dola na serikali, hakukuwa na haja ya kuwa na serikali ya Tanganyika, kwa sababu serikali hiyo ya muungano ingeenda kuhudumia mahitaji ya Tanganyika na Zanzibar. Alafu tuwe na serikali ya Tanganyika ambayo ilikuwa na ukubwa mara 4 ya idadi ya watu waliokuwa Zanzibar, kwa maana idadi ya milioni 9 kwa laki kadhaa Zanzibar. Kwa hiyo utashi wa viongozi hawa, na hapa kwenye mada ya utashi, kwa maana nini ilikuwa ni busara yao kuona kwamba tukiwa na muungano wa nchi moja, lakini serikali ya muungano, lakini pia tuwe na serikali yenye kujitawala ya Zanzibar, huu muungano utafaa. Na nadhani kwa dira yake ndio imetufikisha mpaka leo hapa, kwa sababu mambo yale ambayo tunayaona sio ya muungano, Zanzibar wanapata nafasi ya kuyafanya na huku bara tunapata nafasi ya kuyafanya, lakini mambo yote ya muungano tunaendelea kuyafanya kwa pamoja. Mzee Karume hata alipoulizwa mwanzoni kwa nini muungano, alisema hakuna sababu ya kusubiri, kwa sababu kama jambo linawezekana, sisi ni wamoja, watu ni wamoja, lifanyike leo leo. Mwalimu Nyerere anasema katika mahojiano yake kwamba ni Mzee Karume alikuwa na ari kubwa zaidi ya kutaka muungano, hata iwezekane muda ule ule unazungumza mwezi Februari, mwezi tu baada ya mapinduzi. Na ilikuwa ni dira ya Mwalimu Nyerere kuunganisha Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo hakuweza, lakini aliweza kutokana na mazingira yetu ya muungano wa Tanzania. Sasa
Sasa watu waliopo Tanzania, watu wetu kihistoria, nimesema makabila yaliyoko Tanzania na makabila yaliyoko Zanzibar yana mwingiliano wa kihistoria kutokana na biashara na uchumi ambao watu wetu wanafanya. Lakini mbali na mwingiliano huo wa kibiashara na uchumi, watu wetu wamekuwa wamoja katika mazingira ya kidini, mazingira ya kisiasa na mazingira ya kiuchumi ambayo mpaka leo tunayaendeleza. Sasa katiba yetu ya mwaka 77 inazungumzia mambo kadhaa ambayo ni mambo ya muungano. Na mimi naomba niataje hapa mambo ya muungano ili twende kwenye matarajio ya waasisi wetu. Kwa sababu waasisi wetu utashi wao ulikuwa ni umoja ambao tunao, si ndio? Amani ambayo tunayo, masuala ya ulinzi na usalama yalikuwa ni utashi wa viongozi wetu. Kumbuka nchi zimetoka kupata uhuru, palikuwa majaribio ya mapinduzi ya mara kwa mara. Nchi za Afrika Magharibi na nchi zingine tulikuwa tunaona viashiria hivyo vikiendelea, na mambo mengi ambayo yalikuwa yanasibu nchi za Kiafrika baada ya uhuru. Muungano wetu uliimarisha zaidi usalama, amani, lakini vile vile tunu ya umoja wetu. Zaidi pia maendeleo ya watu na nchi. Kupitia muungano huu tumeongeza maendeleo makubwa sana kwa maana ya chachu ya biashara, chachu ya uwezeshaji wa watu wetu katika kielimu, kisayansi na vile vile kijamii. Kupitia tu visiwa vya Zanzibar, nchi yetu inapata eneo kubwa sana la ukanda wa bahari wa kufanya biashara na uwekezaji. Tafakari, tungekuwa hatuna muungano, pengine sehemu ya bahari ingekuwa finyu sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa muungano huo sehemu ni pana zaidi. Kwa sababu ya muda, naomba niwasomee mambo 22 ambayo ni ya muungano, ambayo tukitoka hapa tufahamu muungano wetu ni nini. Jambo la kwanza, muungano wetu ni wa kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni jambo la muungano, si ndio? Tunafahamu katiba ndio sheria mama, sio? Sisi wote tunaishi katika mazingira ya katiba, na tuilinde, tuitetee katiba yetu kwa nguvu zetu zote. Jambo la pili ni mambo ya nchi za nje. Sisi kama Watanzania tukitoka nje ya Tanzania, sisi ni wamoja na uwakilishi wetu ni wa kitaifa, ni uwakilishi wetu wa kimuungano. Masuala ya ulinzi na usalama ni mambo ya kimuungano. Jambo la tatu, ulinzi na usalama ni mambo ya kimuungano. Jambo la nne, masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, polisi, jambo la muungano. Jambo la tano ni hali ya hatari. Panapotokea hali ya hatari na nguvu ya kutamka hali ya hatari ni jambo la muungano. Ni pamoja uraia wetu, hakuna uraia tofauti na Utanzania, si ndio? Hata hati ya kusafiria ukitaka kupata unapata nini? Tanzania. Uhamiaji ni jambo la muungano. Biashara ya kimataifa ya aina yoyote kwa maana ya mikopo na uwezeshaji wa kimataifa, biashara ya kimataifa na mikopo ni jambo la muungano. Utumishi wa umma ni jambo la muungano. Kwa mazingira hayo wigo umetanuka, watu kutoka Zanzibar wanaweza kuajiriwa popote nchini na sisi vile vile kwa maana ya Tanzania. Mawanda yamekuwa mapana zaidi. Kodi ya mapato na ushuru yako maeneo baadhi yanatenganishwa, lakini yote hii kwa ujumla ni jambo la nini? La muungano. Masuala ya anga, posta, simu na bandari ni mambo ya muungano. Sarafu na fedha ni mambo ya muungano. Hakuna pesa ya Zanzibar wala pesa ya Tanzania bara. Pesa yetu hizi ni mambo ya muungano. Kwa hiyo tunapofahamu muungano lazima tujue yako mambo ambayo ni ya muungano. Jambo la 13 ni leseni za viwanda, leseni za uwekezaji, mambo ya muungano. Elimu ya juu ni mambo ya muungano. Sijui kama kuna Wazanzibari wenye vyuo vyetu hapa. Wapo wengi, si ndio? Na tunafurahi kuwa nao kwa sababu elimu ya juu ni nini? Mambo ya muungano. Mambo ya maliasili ni mambo ya nini? Ni muungano. Baraza la Taifa la Mitihani ni jambo la muungano. Usafiri na usafirishaji, uwe wa ardhini au wa angani, ni mambo ya nini? Ya muungano. Utafiti ni mambo ya nini? Ya muungano. Utabiri wa hali ya hewa, mambo ya muungano. Takwimu ni jambo la muungano. Mahakama ya rufani, kisha mahakama ya rufani ni ile
jopo la juu kabisa la ngazi za kisheria, si ndio? Watu wa sheria watakuwa wananielewa. Kwa kuna mahakama kuu ya Zanzibar na mahakama kuu ya Tanzania, afu na mahakama ya rufani, ambapo ni jambo la muungano. Lakini jambo la 22 ni siasa na vyama vya siasa. Tanzania ni moja, kwa huwezi kufanya siasa Zanzibar peke yake usifanye siasa bara. Huwezi kufanya siasa bara peke yake usifanye siasa. Kwa hiyo vyama vya siasa ni jambo la muungano. Na ndio maana viongozi wetu sisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanatoka pande zote za muungano. Basi kwa kuhitimisha, matarajio ya waasisi wetu ambayo yapo na yanaendelea kudumisha muungano wetu. Waasisi wetu huko walipo wanatarajia tudumishe muungano. Kudumisha mwingiliano wa watu kwa maana ya biashara na uchumi. Taifa kuwa imara, uzalishaji, uwekezaji, miundombinu. Lakini zaidi kudumisha usawa wa watu. Watu wote kuwa sawa katika misingi yetu. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru, na kama muda utaruhusu nitapokea maswali kutoka kwa wanafunzi wetu walionisikiza. Asante sana.